Moja kati ya ngoma ambayo imeachiwa wakati mzuri sana ni ngoma ya Diamond Platnumz pamoja na Jux ambayo inafahamika kwa jina la Joy. Moja kati ya ngoma ambalo kiufupi ukilisikiliza lazima utapata vibe fulani ambalo ni kali kinoma noma. Sasa hii ngoma kwa sasa imevunja mipaka kabisa na kuweza kuonyesha udhahiri kwamba Diamond Platnumz pamoja na Jux ni mmoja kati ya wanyamwezi ambao wanazidi kufanya vizuri sana. Sasa ngoma hili limeshikilia nafasi ya kwanza katika upande wa Nigeria, hasa katika charts za iTunes katika zile top 10. Basi ngoma ya Diamond Platnumz pamoja na Jux ambayo inafahamika kwa jina la Joy basi imeweza kushikilia nafasi na kuwa moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri sana. Sasa huko nafasi ya pili ikiwa ni ngoma ya Davido ambayo inafahamika kwa jina la With You ambayo ameimba pamoja na Omalay, hii ikiwa ni nafasi ya pili. Lakini pia Asake pia katika ngoma yake ya Worship imeweza kupigwa chini. Sasa hii inaashiria wazi kwamba ni namna gani ambavyo kwa sasa Diamond Platnumz anazidi kuonyesha unyamwezi wake na unyama na umwamba, hasa kwa upande mzima wa namna mambo yanavyokwenda. Sasa lakini mijadala mingi imeweza kuibuka huku watu wengi sana wakisema kwamba kitu ambacho kifupi kimeweza kumfanya aweze kutrend ni swala zima la Jux ndio aliyembeba huko kwa upande mzima wa Nigeria. Sasa wengine wakasema kwa sababu ya Jux amebebwa na Diamond amebebwa na Jux pia akabebwa na mke wake ambaye tunafahamu kabisa ni raia wa Nigeria ambaye wapo naye kwenye ndoa kwa sasa. Sasa jambo hilo japokuwa hatufahamu kama ni la ukweli au lina uwazi wote ule, pia unaweza kudondosha maoni yako hapo chini kwa upande wako kwamba hii ngoma kuweza kushikilia katika chart za iTunes nafasi ya kwanza katika zile top 10, kwamba ngoma hili la Diamond Platnumz limebebwa na Jux pia akabebwa na mke wake. Je, kuna ukweli wote kuhusiana na swala hili? Tuambie kwenye comment. Lakini mambo yanazidi kuwa moto kweli huku Asake pamoja na Davido wakipigwa chini huko nchini Nigeria kutokana na chart hizi za iTunes, ambapo kule ngoma ya Diamond Platnumz inazidi kusonga mbele huku ikiwa katika nafasi nzuri kabisa ambayo kifupi inaonyesha wazi namna gani ambavyo ngoma za bongo au nyimbo za kibongo flavor basi zinazidi kuvuka mipaka huku katika chati hizo, huku Diamond Platnumz akishikilia nafasi ya kwanza, lakini Davido anashikilia nafasi ya pili. Lakini moja kati ya ngoma ambao ni ya Wizkid pamoja na DJ Maforisa pamoja na DJ Tunes pamoja na Mavo wamepiga katika ngoma ambayo inafahamika kama Mane Constant, imeshikilia nafasi ya tatu huko. Drake ngoma yake ya Nokia, lakini pia Asake pamoja na DJ Snake ngoma yao ya Worship ikishikilia nafasi ya 5. Lakini Wizkid pamoja na Asake ngoma ya Jogodo nao pia imeshikilia nafasi ya 6. Lakini pia SS Sound God pamoja na Mavo katika ngoma yao ya Aula Saadi wameshikilia nafasi ya 7. Lakini Delena Hope ni ngoma yake inafahamika kama Speak a Blessing, basi pia imeshikilia ngoma yake ya 8. Moja kati ya ngoma ambayo ni kali sana inazidi kutrend hapa, pia bongo inazidi kupamba moto, watu wengi sana wanaikubali. Sasa Mavo ameshikilia nafasi ya 9 huko katika ngoma lake la Escaladize waliopiga pamoja na Wave Stars, pamoja na pia ngoma ya mwisho kabisa ameshikilia nafasi ya 10 ni Asake pamoja na Wizkid ambao ni MMS, moja kati ya ngoma kali kinoma noma. Sasa hizi ndio chati za iTunes ambazo kwa sasa wakati nitengeneza video hii basi zimeweza kuachiliwa. Kumbuka chati hizi huwa zinabadilika kulingana na muda, lakini kwa sasa hivi Diamond Platnumz anashikilia bomba pipe pale nchini Nigeria, huku akiendelea kuonyesha mwamba na namna gani ambavyo kwa sasa anazidi kuiwakilisha vyema kabisa katika upande mzima wa namna mambo yanavyokwenda kwa sasa. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Focus, kitu ya msingi hakikisha tunakuwa na sisi uweze neno subscribe. Asante sana, mimi tukutane na saa mwingine.